Haiwezekani unakaa na mtu siku 40, hujawahi kumhoji, hujawahi kumwambia tuma zake, alafu unamhamisha unampeleka mkoa mwingine tena, na kwenyewe unasema tuma zake hamna dhamana. Sasa kama umekaa na mtu siku 40, mimi sio mpelelezi, lakini umefanya upelelezi, yaani unapeleza nini? Siku ya kwanza, ya 10, ya 20, ya 30 mpaka ya 40. Na makosa ya mitandao yanajulikana kwamba ni simu tu. Na polisi wana maabara za kiforensikia. Sasa unapeleza upelelezi gani siku 40 mtu yuko mikoani mwako? Asante. Mimi naitwa Wakili Maduhu William. Ni wakili kujitegemea, lakini pia ni mdau wa masuala ya haki za binadamu, lakini pia nafanya kazi na LHRC. Ndugu waandishi wa habari, leo nimeamua kuwaita hapa kwa ajili ya kutoa taarifa fupi juu ya mteja wangu ambaye anaitwa Nkindikwa Nestori Mashaka, alimaarufu kama kijana mzalendo. Nafikiri mtakuwa mnamfahamu wengi kwenye mitandao mbalimbali. Amekuwa akizungumza na wanahabari, amekuwa akitoa maoni mbalimbali ya kuhusu nchi yetu. Sasa ndugu zangu, nataka tu niufahamishe umma wa Tanzania kwamba ndugu Nkindikwa Nestori Mashaka alimaarufu kama kijana mzalendo alikamatwa na jeshi la polisi au na watu ambao walitambulisha kuwa ni maafisa jeshi la polisi tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026 akiwa eneo la Kerege CCM wilaya ya Bagamoyo mkoa wa Pwani. Na baada ya kundi hilo kumvamia ndugu Kindikwa au kijana mzalendo, walitoka maeneo kusikojulikana mpaka ilipofika tarehe 27 mwezi wa 6 2026 ndipo alipojikuta kwamba alipobaini kwamba yuko Kibaha mkoa wa Pwani, na alikaa hapo kwa takriban siku 3, 25, 26 na 27. Na ndugu na habari, baada ya hapo tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026 ndugu Nestori Kindikwa maarufu kama kijana mzalendo alisafirishwa kutoka mkoa wa Pwani kwa maana ya Kibaha mpaka mkoa wa Dar es Salaam na kuhifadhiwa katika kituo cha polisi Oysterbay mkoa wa polisi Kinondoni tarehe 27 mpaka tarehe 9 ya mwezi wa 8 mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya hapo ilipofika tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 ndugu Kindikwa au kijana mzalendo alitolewa pia kituo cha polisi Oysterbay na kwenda kituo cha polisi kikuu cha polisi Central Dar es Salaam, ambako alikaa hapo kwa takriban siku 3 kwa maana ya tarehe 9 mpaka tarehe 12 ya mwezi wa 7. Na baada hapo ilipofika tarehe 12 ya mwezi wa 7 ndugu Kindikwa au kijana mzalendo alitolewa kituo cha polisi cha kati kwa maana ya Central na kurejeshwa katika kituo cha polisi Oysterbay mkoa wa polisi Kinondoni Dar es Salaam. Na tangu tarehe 12 ya huo mwezi wa 7 mpaka jana tarehe 3 ya mwezi wa 8 ndugu Kindikwa au kijana mzalendo amekuwa akihifadhiwa kituo cha polisi Oysterbay na amekuwa chini ya mikono ya jeshi la polisi kwa takriban siku 40 sasa bila kupewa haki yake ya dhamana au kufikishwa mahakamani. Naomba kurudia hapo kidogo kwamba mpaka jana tarehe 3 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 ndugu Kindikwa kijana mzalendo yuko mikoani mwa jeshi la polisi hapa nchini kwa siku 40 sasa bila kupewa haki yake ya dhamana au kufikishwa mahakamani kwenda kujibu tuhuma zinazomkabili kwa mujibu wa sheria. Na ndugu waandishi wa habari, jana tarehe 3 mida ya mishare ya jioni nikapata pia taarifa kama wakili kutoka kwa maafisa jeshi la polisi kwamba jana hiyo ndugu Kindikwa kijana mzalendo alikuwa anahitajika kituo cha polisi mkoa wa Pwani, makao makuu jeshi la polisi mkoa wa Pwani Kibaha, kwa maana kwamba tuma zake ndiko zilikuwa huko. Na nikafuatilia kutaka kujua ukweli wa habari hizo, na nikathibitisha kwamba ni kweli jana usiku jeshi la polisi mkoa wa polisi Kinondoni lilimsafirisha ndugu Kindikwa au kijana mzalendo kutoka mkoa wa polisi Kinondoni kwenda jeshi la polisi mkoa wa Pwani
kwa hoja kwamba ndiko tuhuma zake zilipo huko. Sasa ndugu waandishi wa habari, kama nilivyosema, leo ni siku ya 41 huyu kijana Kindikwa au Mzalendo yuko mikononi mwa jeshi la polisi, na mimi kama wakili kwa nyakati tofauti nimejaribu kufuatilia kujua ni tuhuma gani ambazo zinamkabili ndugu yangu au mteja wangu Kindikwa, lakini nimekuwa sipati majibu ya moja kwa moja kutoka kwa jeshi la polisi, licha kwamba wamekaa naye kwa muda mrefu pasipo na majibu. Sasa leo asubuhi nilimwagiza moja wa ndugu wa ndugu Kindikwa au kijana Mzalendo kwenda kuonana na mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Pwani kujua hatima ya ndugu Kindikwa. Kwanza kutaka kujua moja, kama alifikishwa kituo cha polisi mkoa wa Pwani, lakini pili, tuhuma zake ni zipi, lakini tatu, kama haki yake ya dhamana iko wazi. Na ndugu huyo wa ndugu Kindikwa amenitaarifu kwamba amefika makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Pwani na kukutana na mkuu wa upelelezi wa mkoa wa Pwani, na akafahamishwa kwamba ni kweli ndugu Kindikwa jana alifikishwa katika mkoa wa Pwani kwa maana ya Kibaha na anahifadhiwa hapo, na alipohoji kuhusu haki yake ya dhamana akajibiwa kwamba tuhuma zilizomkabili ndugu Kindikwa hazina dhamana, licha kwamba RCO wa Pwani hakwenda mbali kwa kueleza ni tuhuma gani hizo, lakini tu alijibu kwa kifupi kwamba tuhuma ambazo zinamkabili ndugu Kindikwa au kijana Mzalendo hazizaminiki, lakini hakwenda mbali kwa kueleza ni tuhuma zipi hizo. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, mimi kama wakili baada ya kufanya engagement za kutosha na jeshi la polisi, mimi nafanya kazi na polisi mara nyingi sana. Nimekuwa nazungumza nao, tumefanya engagement za kutosha sana. Tumekuwa tukikaa mezani na kuzungumza juu ya tuhuma za ndugu huyu Kindikwa na kama anaweza kupata dhamana. Baada ya kuona kwamba hizo juhudi zimeshindwa kuzaa matunda, kama wakili na kama afisa wa mahakama, jana nikaamua kufungua shauri mahakama kuu kwa maana ya maombi ya habeas corpus mahakama kuu ya Dar es Salaam, ambako tukiitaka sasa jeshi la polisi ama moja kumwachia huru ndugu Kindikwa kijana Mzalendo, au pili jeshi la polisi limfikisha mahakamani ndugu Kindikwa kama na tuhuma za mkabili zidi yake, basi akajibu tuhuma hizo huko. Shauri hilo tumelifungua jana mahakama kuu Masjala ndogo Dar es Salaam, na mwombaji ni ndugu Kindikwa Nestori Mashaka maarufu kama kijana Mzalendo, zidi ya mkuu wa jeshi la polisi nchini kwa maana ya IGP mjumaombi namba 1, kamanda wa polisi mkuu wa polisi Kinondoni mjumaombi namba 2, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkuu wa polisi Kinondoni mjumaombi namba 3, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam mjumaombi namba 4, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai kanda Dar es Salaam mjumaombi namba 5, kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani ambako leo jana pia alisafishwa kwenda huko mjumaombi namba 6, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Pwani mjumaombi namba 7, mwendesha mashtaka wa umma kwa maana DPP mjumaombi namba 8, na wa mwisho ni mwanasheria mkuu wa serikali mjumaombi namba 9. Ndugu waandishi, kwa nini tumeweka wote? Ni kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, kwa nyakati tofauti ndio Kindikwa amekuwa akihifadhiwa ama kituo cha polisi Oysterbay, kituo cha polisi kati kwa maana ya Central polisi Dar es Salaam, lakini pia amekuwa kama nilivyosema amekuwa akipelekwa kituo cha mkuu wa polisi Pwani kwa maana ya Kibaha, na ninapozungumza na nyinyi hapa leo yuko kituo cha polisi kati kule Kibaha mkoa wa Pwani. Ndio maana tunaona hapa kuna washtakiwa, utamkuta yupo IGP, utamkuta kamanda wa polisi mkuu wa polisi Kinondoni, utamkuta RCO mkuu wa polisi Kinondoni, utamkuta ZDPC, utamkuta ZCO, utamkuta kamanda wa polisi mkuu wa Pwani, na utamkuta kama mkuu wa upelelezi wa makosa jinai mkoa wa Pwani, kwa sababu zote hizi mamlaka zote hizi kwa nyakati tofauti zimekuwa zikimshikilia huyu bwana kwa muda ambao nimeusema hapa. Sasa ndugu zangu waandishi habari, tunaamini kwamba na kama wakili naamini kwamba mahakama kuu itadimiti ili shauri kwa haraka na italipangia ili shauri kama kwa tumelifaidi kwa hati ya dharura, na nina imani kwamba maafisa wa mahakama watalipangia ili shauri kwa
udharura huo, kwa sababu ni kweli haiwezekani unakaa na mtu siku 40 hujawahi kumhoji, hujawahi kumwambia tuma zake, alafu unamhamisha unampeleka mkoa mwingine tena, na kwenyewe unasema tuma zake hamna dhamana. Sasa kama umekaa na mtu siku 40, mimi sio mpelelezi, lakini umefanya upelelezi, yani unapeleza nini siku ya kwanza, ya 10, ya 20, ya 30 mpaka ya 40? Na makosa ya mitandao yanajulikana kwamba ni simu tu, na polisi wana maabara za kiforensikia. Sasa unapeleza upelelezi gani siku 40 mtu yuko mikoani mwako? Na sisi ni nchi ambayo inaongozwa kwa mujibu wa utawala wa sheria. Sasa jeshi la polisi kama mamlaka ya kiupelelezi na uchunguzi, sio jambo jema sana, na halifurahishi mno kuona kwamba mnakaa na mtu siku 40, siku 41 mahabusu na mko relax. Yani DCI Kingai yupo, the DCO yupo, the DPC yupo, RCO Kinondoni yupo, RPC Kinondoni yupo, IGP Wambura yupo, unakaa na mtu siku 40 mahabusu. Kwa kweli ni jambo ambalo linatia kidogo mashaka, kwa sababu sisi kama nchi ambayo inaongozwa kwa utawala wa sheria, tuamini kwamba kila jambo linaongozwa kwa utawala huo wa sheria. Kwa hiyo unapomkamata mtu, tunaamini kwamba unakuwa umefanya upelelezi na unakuwa tayari na ushahidi mezani. Sasa hii unakamata mtu na kanesa siku 40 kujamfikisha mahakamani, kidogo inaleta kidogo sintofahamu. Sasa tuseme kwamba mhalifu asipelekwe mahakamani, lakini basi wanasema haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Justice denied, justice delayed. Kwa hiyo ninaamini kwamba Mahakama Kuu tulitili shauri kama jambo la dharura, kwa maana kwamba litadimitiwa kwa haraka. Tutapata summons ndani ya wiki hii, na ninaamini kwamba jaji ambaye atapanga kusikiliza shauri hili atalipanga pia kwa uharaka huo, ili sikilizo kwa haraka, waje watuambie hawa maafisa wa polisi ni kwa nini wamekaa na huyu mtu kwa siku zaidi ya 40 bila kumfikisha mahakamani na bila kuchukua hatua za kisheria. Lakini jambo la pili ni kwamba mimi leo nimekuwa nikishangaa na kidogo nachangaza unapoona kwamba maafisa wa polisi kabisa wako very proud. Kwa sababu kusoma sheria ya mwenendo makosa jinai kifungu cha 34 tazungumza kwamba jeshi la polisi haliruhusiwi kukaa na mtu mahabusu kwa zaidi ya siku masaa 24 ili mfikisha mahakamani. Lakini kusoma kifungu cha 51 na 52 cha sheria ya mwenendo makosa ya jinai kinazungumza kwamba jeshi la polisi au afisa anayefanya uchunguzi haruhusiwi kukaa na mtuhumiwa mahabusu zaidi ya masaa 4 bila kumfanyia mahojiano. Na masaa 4 yakizidi anapaswa kuongeza masaa mengine 4 nayo ya 8. Na 8 yakiisha basi anapaswa kuenda kwa hakimu kuomba kibali cha kuongeza muda mwingine wa ziada. Na hiyo pia PGO inazungumza hivyo, PGO 226 inazungumza hivyo kwamba an investigative officer shall stay with an accused person for more than 4 hours, na zikizidi ataongeza masaa mengine 4. Ikifika 8 basi na yeye akisha jamaliza ataenda kwa hakimu kuomba kibali cha kuongeza muda ziada. Sasa jeshi la polisi limekaa na huyo mtuhumiwa siku 41 sasa. Ni zaidi ya masaa 24, ni zaidi ya siku, ni zaidi ya masaa 8 ambapo kwa mujibu wa sheria na PGO ambao ndo mwongozo mkuu wa jeshi la polisi. Sasa unajiuliza kama haya yote yapo kwenye sheria na sheria imeelekeza hivyo, kwa nini tunakuwa tuna misuse hizi mamlaka? Sheria zipo lakini hatuzifuati. Sasa tuzitunga sheria za kazi gani? Yaani tumetungia sheria nani? Lakini pia ukisoma ibara yetu, ukisoma katiba yetu pia ibara ya 13, ndugu waandishi leo nasomea kidogo ibara ndogo ya 6, hasa ile mahususi ibara ya asema aya ya kwanza, ibara ya 13 ibara ndogo ya 6 aya ya A inazungumza wakati haki na wajibu kwa mtu yote unapohitajika kufanywa maamuzi na mahakama au chombo kingine chote kinachohusika, basi mtu huyo atakuwa na haki ya kupewa fursa ya kusikilizwa kwa ukamilifu na pia haki ya kukata rufaa au kupata nafuu nyingine ya kisheria kutokana na maamuzi ya mahakama au chombo kinginecho kinachohusika. Lakini B inazungumza kwamba ni marufuku kwa mtu aliyeshtakiwa kwa kosa la jinai kutendewa kama mtu mwenye kosa hilo mpaka atakapothibitika kuwa anayo hatia kutenda kosa hilo. Sasa utaona kwamba huyu mtu kwa level hii sasa ni mtuhumiwa tu, sio mfungwa yet, ni mtuhumiwa tu. Kwa jeshi la polisi lina wajibu wa kumtreat
kama ni innocent person mpaka mahakama itakaposema vinginevyo. Lakini tukienda mbali zaidi, ndugu waandishi, tukienda ibara ya 59 ya katiba hii, hasa ile ibara 59 B kubwa, inazungumza kinagaba kwamba inaanzisha ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma, kwamba kutakuwa na mkurugenzi wa mashtaka ambaye atatolewa na rais kutoka miongoni mwa watu wenye sifa zilizoainishwa katika ibara ndogo ya pili ya ibara ya 59, na amekuwa na sifa hizo mfululizo kwa muda usiopungua miaka 10. Sasa ukija namba 2 au namba hasa katika ile ibara ndogo ya 4 inazungumza wazi kwamba katika kutekeleza mamlaka yake, mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiwa na mtu yoyote au na mamlaka yoyote, na atazingatia mambo yafuatayo: 1, nia ya kutenda haki; 2, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki; na 3, maslahi ya umma. Na haiendi tu haishia hapo. Ukija ibara ndogo ya 5 inazungumza mkurugenzi wa mashtaka atekeleza mamlaka yake kama ilivyoelekezwa katika sheria yoyote iliyotungwa na au itakayotungwa na bunge. Kwa sasa ni kwamba jeshi la polisi kama linaona kwamba ndugu Kindikwa anatuma na kuna ushahidi wa kudhibitisha juu ya tuma hizo, basi wamfikishe wapeleke ushahidi wao kwa DPP, kwa maana ile la uchunguzi. DPP afanye uchambuzi, aamue kama kuna kesi au hakuna kesi. Hii biashara kukaa na watu siku 40 mahabusu, sisi kama nchi naona kama halijakaa jambo jema sana. Na mimi nimesema kwamba sisi kama mimi kama wakili kama afisa mahakama sitetei mhalifu hata siku moja, lakini mhalifu basi atendewe vile ambavyo sheria inataka. Kama anatuhuma, mna ushahidi, mmemkamata, mmekaa naye, pelekeni ushahidi huo kwa DPP. DPP afanye uchambuzi, DPP afanye uamuzi wa kupeleka kesi mahakamani, au kama ushahidi hautoshi audishie muendelee kuchunguza zaidi na zaidi. Hii ukaa na watu mahabusu, na bahati mbaya sana kwamba jeshi la polisi kwa mahabusu zao hawana facility za kutunza mfungwa, kwa maana kwamba binadamu yote yule, ndugu mwandishi wa habari, ana nani zake za kibinadamu, atakuwa oge, atakuwa badilishe nguo na mambo mengine. Sasa jeshi la polisi kwa mahabusu zao hizo facility hawana, hana mabafu, hana sehemu ya kubadilisha nguo. Kwa hiyo naamini kwamba watategemea kwamba kama mna ushahidi basi peleka mahakamani huyo mtumiwa, ili baadaye mahakama kama kosa lake haina dhamana iamuru aende magereza ambako ndio kuna hizo facility. Jeshi la magereza na hizo na hiyo miundombinu ya mtu kuoga kama yuko nyumbani, kufua na kubadilisha nguo. Baadaye mnakaa na mtu siku 40 hajawahi kubadilisha nguo, hajawahi kuoga, na mnajua kwamba sehemu zenu hizo hiyo miundombinu yenu haina hizo facility, inakuwa sio jambo jema. Watu nihitimisha kwa kutoa wito kwa mamlaka za nchi. Moja ni muombe na kumtaka IGP Commissioner IGP Generali Camillus Wambura atoe maagizo kwa maafisa wake wa chini kwamba hii tabia ya kukaa na watu kwa siku 30, 40, 50, 60 haijengi picha nzuri kwa nchi. Hata kama ni uhalifu, basi haki itendeke kwa mujibu wa sheria. Lakini la pili, nitoe wito kwa DCI Commissioner wa polisi Ramadhani Kingai, pia atoe maagizo kwa marasio wake nchi nzima, wao ndio wakuu wa upelelezi kwenye maeneo ya mikoa, kukaa na watumiwa kwa hizi siku. Kwa mfano huyu Kindikwa au Mzalendo amekaa siku 41 mpaka leo, jambo ambalo pia alikubaliki. Atoe maelekezo ndio Kindikwa, kama jeshi la polisi lina ushahidi afikishwe mahakamani haraka iwezekanavyo. Kama hakuna ushahidi aachiwe aende uraiani akaungana na familia yake katika ujenzi wa taifa. Nitoe ushauri na rai pia kwa upande wa mahakama, jaji mkuu Mheshimiwa Jaji Mkuu Jaji Masaju, naye pia atoa maelekezo kwa majaji na mahakimu kwamba tunapofungua mashauri kwa hati ya dharura basi yawe treated kwa udharura huo. Kwa sababu pia inashangaza mno kwamba unafungua shauri kwa hati ya dharura alafu linapangiwa tarehe ya mbali kabisa na huyo mtu anaendelea kusota rumande, inakuwa ipendezi. Tukifaili mashauri haya kwa hati ya dharura na tumeandika pale kama ni kwa hati ya dharura, basi mahakama yachukulie mashauri haya kwa udharura huo. Nchi zingine ukifungua shauri kwa mfano kama la huyu aliyekaa siku 40 mahabusu ya polisi, unafungua leo, unapewa summons leo, kesho unaitwa mahakamani. Kwa naamini kwamba sisi kwenye ile shauri letu mahakama itadhibiti ile shauri kwa haraka, tutapewa summons kwa haraka na tutapata ili shauri litaitwa kwa haraka, ili mahakama ikatoe maagizo kwa watu kwamba huyu mtu apelekwe mahakamani au aweze kuachiwa huru kwenda kuungana na familia zake.
Ndugu waandishi, nashukuru sana kwa kuja, na naamini kwamba mtapeleka taarifa hizi kwa wananchi kama tulivyozitoa.